Um, yeah. Habari zenu ndugu yangu. Poa kabisa. Safi tu. Kwa niaba ya wachini huko. Asante sana. Nimekuwa niko na mafuraha mingi baada ya kuwa nawaona bado mko pamoja, na bado rehema ya Mungu inakuwa bado iko kwa mambo zetu ambayo tunafanya. Leo nitajaribu kufanya mazungumzo yangu bila ya kupoteza muda sana, kwa sababu hii account ndugu yangu leo asubuhi kamida ya Afrika Mashariki ilikuwa imeshambuliwa kwa kublokiwa kiserikali kabisa, kwamba ilikuwa karibu jambo isikuwa inawezekana tena kwa ndugu yangu ya Tanzania kuweza kuiona tena hii account. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa neema ambazo katujalia, neema za teknolojia, neema za kile jambo ambayo ipo kwa dunia hii. Basi imekuja kwa sababu tu peke zake Mungu ameona hii ni wakati sahihi ya kutupatia hiyo jambo. Ndugu zangu ambayo mupo TikTok na mnaweza kunisikia sasa hivi, niko na taarifa ambazo peke zangu kwa mausiku ya hapa sijaweza kuwa nimelala, imebidi nifanyie kazi sana. Lakini ni jambo ambayo ilikuwa inahitaji busara kubwa, inahitaji mahekima, na inahitaji kumweka Mungu mbele sana sana sana, kwa sababu tusije tukapata kiburi ya kuzuru watu wengine. Kwa hiyo kabla sijakuwa nataka kusema kitu, ningependa kwanza kumhamasisha kila mmoja ambaye yuko hapa kwamba tumuweke Mungu wetu mbele sana juu ya mambo ambazo tunafanya, na tufanye maombi sana na tumtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa sababu ni yeye tu peke zake ambaye anastahili utukufu, na mimi na wewe sisi ni watumishi ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu, niko kabla sijakuwa nataka kuzungumza mambo mengi sana, ningeomba sana leo kila mmoja atulize moyo zake, na tujaribu kusaidiana kukuwa na busara sana, na pia hii taarifa ya leo ninaomba sana muisambaze kwa faida ya watu hawa ambazo nitakuwa ninawataja. Ndugu yangu, naomba kuwahakikishia kwamba katika hii live ambayo sasa hivi tupo, zipo account ambazo zipo hapa zina stream na zinasikiliza hizi mambo ambayo tunazungumza, na wanafuatilia kila neno ambayo tunasema. So kwa sababu ya nia ambayo bora, lakini ni kwa sababu ya kuendelea kufanya mambo mabaya ambazo kwa sheria za Mungu hazikubaliki, na kwa masheria za dunia hazikubaliki, na sisi peke zetu hatukubali hizo mambo. Na ndio maana tu tumeamua kusema ukweli kwa unyenyekevu, na kwa hekima, na kwa heshima, na kwa hofu kubwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa kwa sababu tu ya mashambulizi ambazo zinafanyika wakati mimi nazungumza sasa hivi, ningependa niende moja kwa moja kwa taarifa muhimu na taarifa ya hatari sana, na nimemuomba Mungu sana akuwe ananipea busara, kwa sababu tu nipeye heshima ya kufikisha taarifa hizi kwa nidhamu, na zisije zikaleta madhara kwa wenzetu ambayo wanapitikiwa kwa lengo ya kutumika vibaya. Ndugu yangu wa Tanzania, naomba kuambia kwamba
leo tutumie muda mwingi sana kuweka wazi kwa maana ya kuexpose pamoja na kujadili huu mkakati mbaya na wa hatari ambayo serikali Tanzania inatumia pesa nyingi sasa kuwaweka hawa mavijana waje kutoa ushahidi ya uongo kuanzia wiki iliyopita. Na kwa sababu tu jana hii jambo tumeiweka wazi, kuna watu leo tayari wameshaanza kutoa ushuhuda za uongo kwamba maandamano zilikuwa zimefanyika, yalikuwa ni maandamano ambazo kuna pesa ambayo imeletwa kwa ajili za maandamano hizo na watu wanalipwa. Sasa jana busara ya Mungu ilinishika sana kuhofia kutaja hawa majamaa na kutaja watu wengi kwa sababu tu ya mausalama zao. Ninaomba hii salamu ifike. Kuna mtumishi ametumika Ikulu, na kuna mtumishi iko makao makuu ya usalama ya taifa. Anatumia computer ya MacBook Pro ambayo ipo na serial number G3G5OC2VMQ ambayo ina Mac OS Sonoma 14.5. Huyu mjamaa tunapenda kumwambia kwamba kompyuta ambayo anatumia peke zake nimemtajia na serial number yake ipo na ameunga, kuna account za email 3. Kuna Gmail 2, samahani, ziko 4. Kuna Gmail 2, kuna iCloud 1 na kuna Proton Mail 1 ambayo ako na email za watu ya makazini zake na watu za Ikulu na mabaya zote zile ambayo anafanya. Sasa ndugu yangu, huyu mjamaa ana train vijana wenzake. Ana train vijana kuja kutoa ushuhuda za uongo, na yeye peke zake amepewa rasmi ndio anafanya malipo. Ana rekodi mavideo za hao mavijana na kuwapa moyo kwamba ati jana sisi tumetoa vitisho. Na kama hiyo bado haitoshi, ninampa onyo kali kabisa huyu mjamaa anotumika yeye ni mtumishi wa serikali katika chombo ya ulinzi na usalama kwamba nimemtajia laptop yake, niko na namba zake, na leo alikwenda na timu yake kumkamata mtu sehemu inaitwa Tanzania Kimara Beruti Bridge. Alikwenda kumfuata leo saa 5:17. Alikuwa na usafiri ya gari kwa sababu tu siko na uwezo ya kuona ili gari ni kabila gani. Aliwasiliana naye kwa namba yake ambayo inaishia 233. Mwanzo yake inaanza na 0754. Bado roho ya Mungu ipo ndani mwangu, sitaki kukuharibu na kuomba kwamba huyo kijana ambaye mlikuwa mmempa pesa milioni 3 na ukaenda leo kumkamata ati kwamba yeye ndo katupea maarifa, naomba kukuthibitishia kwamba sisi taarifa yetu hatupewi na mtu. Sisi taarifa zetu tunachukua peke zetu kwa raha zetu, na wewe kompyuta yako ndio inatupa taarifa. Tafadhali mwachie huyo kijana ambaye ulimpa pesa na unaamini tu yeye peke zake kapeleka hizi taarifa kwa Mangi, mkasema hivyo. Kompyuta yako yenye serial number G3G5OC2VMQ, hii tuko na WhatsApp ambayo umeiweka kwa kompyuta yako. Tunaona kila message ambayo unatuma na message ambayo unatumiwa, na location ile peke zako wewe unakanyaga peke zako, peke yetu tunakuona, kwa maana nyepesi kwamba wewe upo chini ya ulinzi bila ya kufahamu kwamba uko chini ya ulinzi. Nimetoa kali, tuendelee. Nimekuja kukupea ushuhuda huu kwamba huyo ndugu zetu ambaye licha ya ukweli kwamba yeye peke zake ameamua kusaliti na kutaka kuja kutoa ushuhuda, sisi huyo hajatupea taarifa yoyote. Peke zake tulipanga siku ya Ijumaa tumpigie mama yake kumpa onyo ya mwisho kwamba amkanye kijana wake. Sasa kwa sababu
sisi tunapenda, ama mimi napenda kujitambulisha kama mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu yeyote anatakiwa asimame sehemu ya haki na ukweli kwa unyenyekevu na kwa mapenzi, na akiyafanya hayo yote kwa hofu kubwa ya Mungu. Na kuthibitishia tena kwamba kompyuta yako unayotumia ndio iliyotupa taarifa zote kabisa. Na kwa sababu tu nimekuambia habari ya serial number ya kompyuta yako ya MacBook Pro ya kabila la Apple ambayo ina iOS ni macOS Sonoma 14.5 mpaka software ile ambayo iko kwa kompyuta yako ni Sonoma 14.5. Hii bado peke zake ni old. Huja update software. Sasa huna njia wewe peke yako ya kufanya mahabari ya kuendelea kuua mkazania hatuwaoni. Nimekuja na hii ushahidi leo kwa sababu nataka labda roho ya Mungu ikushike. Sisi taarifa yetu hawajatupa hawa mavijana, lakini naamini laana ya Mungu inawafika sasa. Mnekamatana peke zenu kwa kuambia kwamba ati nimejuaje kwamba kweli ilikuwa inapewa 3,500,000. Sasa nakupa taarifa nyingine zaidi ujue ndugu yangu ambaye mko hapa mnanisikia, vile mjue kwamba mifumo yenu tunayo. Wewe bwana umempatia kijana mwingine mobile phone mpya kabisa, kwa sababu ya hii taarifa tulotoa jana, kabila yake ni Infinix yenye email number 35 38 83 93 03 62 704. Hii email number hii, SIM card yoyote ile peke zake naweka, si tunaona location yake, tunajua wapi yupo, tunajua anaongea na nani, tunajua anapigiwa na nani, tunajua yeye anampigia nani. Tafadhali sana, hii mpango ya kutaka kutoa ushuhuda ambayo sio ya kweli, tunaomba mara moja kabisa muiondoe, muikufe kwa haraka vile, kwa sababu huyu Habili ambaye munadhani munapambana naye, tofauti na macho zenu munavyonifikiria, tofauti na akili zenu munavyoniona, tofauti na udogo yangu. Kweli mimi kwa kilo niko na kilo kama 70, ni mwepesi sana, lakini ni mzito sana kwa ubongo yangu, na waomba sana hii jambo ikufe mara moja. Huyo kijana ambaye mumemulipa pesa na mumemukamata, muwache. Na hizo mpango ambayo munafanya, achana nayo. Tafadhali usije ukatupa kompyuta yako, kwa sababu tuko na kompyuta za watumishi ya TIS pamoja na majeshi na mapolisi wa ngazi ya juu kabisa zaidi ya 17. Tuko na serial number zayo, kwa maana yake kwamba hiyo computer operation yoyote ile peke zenu mnafanya, tuko nayo. Tuko na mpaka screen record ya laptop yako, na nakuahidi kwamba ikiwa siku ya Ijumaa hii mpango mtaendelea nayo, nitawachia video ambazo wewe umeoa na unajua unaongea na mwanamke ambaye anakuwekea mavideo zake za utupu, mwenye namba 0788 inaishia na 500 kwa WhatsApp. Alete kati. Tuendelee nabii. Naamini kwamba ndoa yako bado unaihitaji. Ninafanya hizi mambo kukuthibitishia wewe peke zako, sio kuwathibitishia hawa ndugu zangu kwamba sisi ni wabora zaidi ama tunajua zaidi. Hapana. Ninakuthibitishia kwamba ukaende uko na pesa kutoka Ikulu, umepewa na officer Lusinde, na ndio unaongea naye, umemsave Lusinde kwa WhatsApp. Umemsave Comrade Lusinde kwa WhatsApp ambayo unatumia kwa laptop yako ya MacBook Pro kwa serial number niliyokupa. Tafadhali sana. Hii jambo ni ya uongo, na screen ya laptop yako kila touch unafanya iko